Umeshawahi kukutana na mtu ambaye huwezi kutabiri hatua zake? Wakati mwingine anakutabasamia, kesho anakaa kimya, na wewe hujui anapanga nini. Huo ni mchezo wa nguvu. Na leo nitakufundisha sheria ya 17 kutoka kwenye kitabu The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Inasema, keep others in suspense, cultivate an air of unpredictability. Weka wengine katika wasiwasi, kuza hali ya kutoeleweka. Swali kubwa ni hili: kwa nini ni muhimu kutokuruhusu watu wakusome kama kitabu kilichofunguliwa? Endelea kutazama na kusikiliza, kwa sababu ukiweza kutumia hii sheria, utawafanya watu wa kuheshimu, wa kuhofu, na daima wajiulize, ana mpango gani? Robert Greene anasema, wanadamu ni viumbe wa mazoea wenye kiu isiyoshibika ya kuona urafiki au utaratibu katika vitendo vya watu wengine. Utabirika wako unawapa hisia kuwa na udhibiti. Geuza mchezo, kuwa mgumu kutabirika makusudi. Tabia inayoonekana haina mpangilio au kusudi itawashindwa kuwa na mizani, na watachoka wakijaribu kueleza hatua zako. Ukifanyia mbinu hii kupita kiasi, inaweza kuwatia hofu na kuwatisha. Maana yake, watu wanapoweza kutabiri hatua zako, wanapata udhaifu wako. Lakini ukiwa mgumu kutabirika, unakuwa na nguvu ya kisaikolojia juu yao. Predictability gives others power over you. If they cannot guess your next move, they cannot control you. Tafsiri yake, kutabirika huwapa wengine nguvu juu yako. Ikiwa hawawezi kutabiri hatua yako ijayo, hawawezi kukudhibiti. Kupitia historia na falsafa, Robert Greene anatufundisha masomo yenye kina. Karibu tuyachambue. Karne ya 12 kulikuwa na kiongozi wa ajabu anaitwa Sultan Saladin wa milki ya Waislamu. Wapinzani wake walimjua kama mtu wa akili, lakini walihofia kitu kimoja: hakuwa anatabirika. Wakati mwingine alionekana kama mtu wa rehema, akiwapa maadui zake chakula na uhuru baada ya ushindi. Lakini mara nyingine aliwakamata ghafla na kuonyesha ukatili wa vita. Hakuna aliyejua ni Saladin yupi atakayekutana naye, yule mwenye huruma au yule mwenye hasira kali. Wapinzani walichanganyikiwa, walishindwa kupanga mikakati sahihi kwa sababu walikosa uhakika wa hatua zake. Na pale walipojaribu kumchukulia kirahisi, mara nyingi walijikuta wameanguka kwenye mtego. Funzo kuu: kutokuwa na utabirika ni silaha ya nguvu. Ukiwafanya watu washindwe kuelewa mtindo wako, wanachoka wakikisia, na hapo ndipo unapata udhibiti. Saladin alitawala sio tu kwa upanga wake, bali kwa hofu ya kutojulikana chake. Hebu fikiria huyo mtu Elon Musk. Wakati dunia nzima inamchukulia kama CEO wa Tesla, ghafla anatangaza ananunua Twitter. Wote wakabaki wanashangaa, hii inahusiana vipi na magari ya umeme? Kesho yake anapost tweet moja tu ya emoji ya kata na bei ya hisa inaruka. Wiki nyingine anasema anataka kutuma wanadamu Mars, kisha anazindua flamethrower kupitia kampuni ya Boring Company, bidhaa isiyohusiana kabisa na teknolojia yake ya kuu. Dunia inabaki inashangaa, Musk ataibuka na nini tena? Wengine wanamuona kama mweheu, wengine kama genius, lakini wote hawawezi kumwacha. Waandishi wa habari, wawekezaji na mashabiki wanamfuata kila siku kwa sababu hawawezi kutabiri hatua yake inayofuata. Funzo kuu: unapokuwa mgumu kutabirika, unashika akili na macho ya watu. Elon Musk anajua hii. Ndio maana anabaki kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa duniani, kwa sababu kila mtu anataka kujua kitu kingine atafanya kesho. Jinsi ya kutumia sheria hii katika maisha yako: 1. Vunja mifumo yako. Binadamu hupenda utaratibu, lakini ukizidi kuwa predictable, watu wanakuchukulia poa. Mfano, unapokuwa kazini, usitumie njia moja tu ya kutatua matatizo. Wakati mwingine toa suluhisho la moja kwa moja, wakati mwingine subiri. Wacha wengine wajiulize, anafikiria nini? Faida: watu hawatakuzoea, watakuchukulia kwa uzito kila wakati. 2. Onyesha uso tofauti. Usiache watu wakujua upande moja tu. Mfano, kama kawaida unaonekana mchefu, siku nyingine jionyeshe mpole na msimamo mkali. Ikiwa unajulikana kwa ukali, wacha siku moja uonyeshe upole na huruma. Faida: hii inaleta mvuto na mshangazo. Hakuna anayeweza kusema,
nimesha kumjua huyu? 3, weka wengine wajiulize. Usifiche kila mpango wako. Mfano, badala ya kusema nafanya mradi huu na nitamaliza mwezi mjao, sema tu kuna kitu kikubwa kinakuja, subiri. Wacha watu wabashiri, wahisi woga au hamu ya kujua zaidi. Faida, watu watakufuatilia kwa makini zaidi kwa sababu unaonekana kujua kitu kipekee ambacho wao hawana. 4, tumia kutoeleweka kama silaha. Kutoeleweka kunaleta mvuto, lakini pia hofu. Mfano, katika biashara au mazungumzo, usiwe kila kitu mezani mara moja. Weka hali ya kutotabirika. Wasijue kama utakubali, utakataa au utaleta masharti mapya. Faida, watu watakuheshimu na kukuchukulia kwa tahadhari kwa sababu hawajui utalipua bomu lini. Lakini usizidishe. Ukiwa mgumu kutabirika pita kiasi, watu wanaweza kuona wewe ni mweheu au hatari. Siri ni kiasi kitosha kuwafanya wajiulize, sio kiasi cha kuwakimbiza. Sheria 17 inatufundisha kuwa nguvu ya kweli sio kuwa rahisi kutabirika, bali kuweka wengine katika hali ya kutokuwa na uhakika. Ukiwa mgumu kutabirika, unakuwa mgumu kushambuliwa. Watu watakuheshimu, watakuhofu na zaidi ya yote, wataendelea kukuzunguka wakijiuliza, anafikiria nini? Kumbuka, sio kila wakati uonyeshe kadi zako. Mara nyingine nguvu yako iko kwenye mystery. Usisahau kusubscribe kwenye Fikra Chanya kwa sababu video inayokuja tutachambua sheria nyingine kali zaidi kutoka The 48 Laws of Power.